Haleluya. Tunafanya ukiri wa imani, anasema akae ndani yetu. Tunafanya ukiri wa imani, na Paulo alichokuwa na kikiri ni imani. Anasema mnatafuta dalili ya Kristo ambaye ananena ndani yangu. Hebu sema amen. Na wewe unaweza ukamwambia shetani, ninataka nikwambie Yesu yupo ndani yangu, kwa hiyo huniwezi kwa lolote. Matatizo yakija unayaambia matatizo, nataka nikwambie Yesu yupo ndani yangu, huniwezi kwa lolote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapotubu na kuungama na kujitakasa, tunapolishika neno na amri, tunapokiri ukiri wa imani, Yesu anaweka makao ndani yetu. Haleluya. Sasa Yesu anapokaa ndani yetu, ni nini kinachokuwepo? Jambo la kwanza, tunakuwa na tumaini la utukufu. Hebu sema tumaini. Tumaini maana yake ni matarajio. Utukufu ni kitu ambacho ni chema, ni kitu ambacho kinang'aa. Sasa Yesu, Biblia inasema yeye ni tumaini la utukufu. Anapokuwa ndani yetu, tunakuwa na matumaini. Wakolosai sura ya 1 mstari ule wa 27. Hebu nianzie mbali kidogo ili kwamba tuweze kwenda sawa sawa. Anasema, sasa nafurahia mateso nilionayo kwa ajili yenu, tena nayatimiliza yale yaliyopungua katika mwili wangu, yaani yale yaliyopungua ya mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yaani kanisa lake, ambalo nilifanywa mhudumu sawasawa na uwakili wa Mungu niliopewa kwa faida yenu, nilitimize neno la Mungu, siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa mataifa, kwa watakatifu wake, ambayo Mungu alipenda kuwafunulia na kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Hebu sema amen. Jinsi ilivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nayo ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Hebu sema amen. Paulo anawaambia tunahubiri siri iliyokuwa imefichwa, na siri hii ni Kristo ndani ya wale wanaoamini, tumaini la utukufu. Kwa hiyo Yesu anapokuwa ndani yako, unakuwa na tumaini, na tumaini limegawanyika katika maeneo mawili. Sehemu ya kwanza ni matarajio ya mema ambayo unaweza ukayapokea ukiwa katika ulimwengu huu. Hebu sema amen. Rudia tena, sema amen. Lakini sehemu ya pili ni matarajio ya umilele, ya kwamba Yesu akija leo, ninakwenda mbinguni, nitakaa na Yesu milele na milele. Huko hakuna mauti, huko hakuna maombolezo, huko hakuna njaa, huko hakuna dhiki, huko hakuna kulia. Tumaini la utukufu. Sema amen. Sema amen. Lakini nikifa kesho kutwa, kwa sababu Yesu yuko ndani yangu, nitakwenda mbele zake. Huko hakuna kulia, huko hakuna mauti, huko hakuna njaa, huko hakuna mateso, huko hakuna shida. Hebu sema amen. Paulo anasema hili ni tumaini la utukufu tunalolitarajia,
na ni lazima yoyote ambaye Yesu yupo ndani yake ana matazamio haya ya kwamba siku moja nikitoka katika ulimwengu huu nitakwenda kumwona Yesu, nitakaa kwenye raha milele. Hakutakuwa na mauti, hakutakuwa na maombolezo, hakutakuwa na njaa, hakutakuwa na shida. Hebu sema amen. Lakini pia kuna matarajio ya kwamba leo nina shida, leo nina dhiki, leo nina njaa, leo nina mateso, lakini kesho nina matarajio. Hebu sema amen. Na nina matarajio kwa sababu Yesu aliye ndani yangu ataifanya kesho yangu iweze kuwa ni njema, kesho yangu iweze kuwa ni ya baraka, kesho yangu niweze kula vizuri. Hebu sema amen. Kwa hiyo Yesu anapokuwa ndani yako anakupa matumaini. Mimi ninatembea kwa matumaini ya kwamba kesho haitakuwa kama leo ilivyo. Kesho itakuwa ni nyingine. Kesho mimi nitakuwa nimebarikiwa. Kesho nitakuwa mimi nimeongezeka. Kesho nitakuwa mimi nimefanikiwa. Kesho mimi nitakuwa mtu wa tofauti. Kwa nini? Yesu yupo ndani yangu na anaitengeneza kesho yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mara zote na wakati wowote ule mtu wa Mungu anapoishi, anayemwamini Yesu na ambaye Yesu anaishi ndani yake, yeye ana matumaini. Anaona hata kama leo ni usiku, kesho kutakucha. Hebu sema amen. Kwa mfano Paulo alivyoshikwa akawekwa gerezani, amefungwa pingu, amefungwa mikatale, maaskari wako nje, lakini Paulo aliamini kesho kutakucha. Akamwambia Sila, nisikilize, Yesu yupo ndani yetu, Mungu Baba na uwepo wake uko ndani yetu. Sisi tufanye kazi moja, Sila, tumwabudu huyu Yesu, tumsifu huyu Yesu ili adhihirishe uwezo wake. Akaanza kusifu, akaanza kuabudu, akaanza kuomba. Mtu ambaye Yesu anaishi ndani yake ana matumaini. Kwa hiyo mtu huyu atamwabudu Mungu kwa bidii, maana ana matumaini kesho kutakucha. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Lakini mtu asiye na matumaini, yeye amekata tamaa, yeye amechoka, yeye ni kama anaomboleza, yeye ni kama ameinamisha kichwa. Lakini leo nakwambia lipo tumaini. Sema amen. Lipo tumaini. Mruhusu Yesu aweke makao ndani yako, kesho kutakucha. Hebu sema amen. Mwambie vipi, una matumaini? Hebu sema amen. Hebu sema amen. Kwa hiyo kesho kuna matumaini. Sijala leo, lakini kesho nitakula. Sijanywa leo, lakini kesho nitakunywa. Leo ni mgonjwa, lakini nitapona. Kwa nini? Yesu anaishi ndani yangu, na Yesu huyu anaishi ndani yangu ana nguvu. Yesu huyu anaishi ndani yangu ana uwezo. Yesu huyu anaishi ndani yangu ana mamlaka. Kwa hiyo nitakachokifanya ni nini? Nitaishika amri yake. Nitakachokifanya ni nini? Nitamwabudu. Nitakachokifanya ni nini? Nitamtukuza. Nitakachokifanya ni nini? Nitamuomba. Nitakachokifanya ni nini? Nitakiri ukuu wake. Nitakachokifanya ni nini? Nitakiri nguvu zake. Na najua kesho kutakucha. Niweke gerezani, kesho nitatoka. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Ninyime chakula, lakini kesho nitakula. Hebu sema amen. Zuia leo, lakini kesho mlango utafunguka. Ukizuia kushoto, kulia kutafunguka.
Ukizuia mbele, nyuma kutafunguka. Hebu sema amen. Kristo anapokuwa ndani yetu, tunakuwa na matumaini. Hebu sema amen. Tena matumaini, matarajio mema ya sasa na ya baadaye. Hebu sema amen. Hebu acha kutembea kama mtu uliyekata tamaa. Hebu acha kutembea kama mtu uliyechoka. Hebu acha kutembea ukiwa umevunjika moyo. Hebu acha kutembea ukiwa umekata tamaa. Kesho kuna matarajio mema. Hebu sema amen. Kesho nitakwenda kuvuna. Sema amen. Nitakwenda kuvuna. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu sema amen. Kwa hiyo kila mtu ambaye Kristo anakaa ndani yake ana tumaini la utukufu. Hebu sema amen. Tumaini la utukufu, matarajio ya mema yatakayotokea baadaye. Hebu sema amen. Wewe una matarajio, wewe una matumaini. Hebu sema amen. Lakini watakatifu wa zamani walitembea kwa matarajio, walitembea kwa matumaini. Hebu sema amen. Wao walichoangalia, waliangalia ahadi za Mungu. Lakini jambo la pili, haraka, Yesu anavyokuwa ndani yetu anatutia nguvu. Hebu sema amen. Anafanya nini? Anatutia nguvu. Anatutia nguvu. Wafilipi sura ya 4. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13. Anasema, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Sema amen. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu nisome tena Wakorinto wa pili sura ya 12 mstari wa 9. Anasema, naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uwezo wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa nguvu nyingi, ili uwezo wa Kristo ukae ndani yangu. Bwana asifiwe. Paulo anasema, ni wapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Amen. 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 Anajishusha mbele za Kristo Yesu ili Yesu ainuliwe na amtie nguvu. Sijui kama unanielewa vizuri. Sijui kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo Kristo anapokuwa ndani yetu, tunatiwa nguvu. Tunapewa uwezo wa kuyatenda mambo ambayo watu wakiangalia wanasema, hapa huyu ni Mungu. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Ngoja nikwambie kitu, na hiki nilishakwambia tena, kwamba wakati akina Petro wanapomponya yule kilema, haleluya, haleluya, kuna watu wanaangalia saa. Jina la Bwana libarikiwe. Na nikawaona, lakini kuna kucha. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa wakati akina Petro wamemponya yule kilema, Biblia inasema walivyofikishwa mbele ya baraza, watu waliwaangalia wakaona akina Petro ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakatambua kwamba wapo pamoja na Yesu.